Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam imeagiza jeshi la magereza kuhakikisha kuwa kesho linapomrejesha mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu kwa ajili ya kuendelea na usikilizwaji wa shauri la kikatiba kuhusu haki za mawakili kumtembelea gerezani limfikishe moja kwa moja ndani ya chumba cha mahakama kabla ya jopo la majaji kuingia. Maelekezo hayo yametolewa baada ya leo Lissu kuletwa ndani ya chumba cha mahakama wakati jopo la majaji likiwa tayari limeingia na usikilizwaji ukitarajiwa kuanza. Akitoa mwongozo huo, jaji alieleza kuwa shauri linalosikilizwa ni la kikatiba na si la jinai. Hivyo Lissu ana haki ya kuketi kwenye viti vinavyotumika na mawakili badala ya kukaa ndani ya kizimba cha washtakiwa. Hata hivyo, alipoulizwa kama alikuwa na tatizo la kuendelea kukaa ndani ya kizimba, Lissu alieleza kuwa alikuwa yupo vizuri na kuwa na pingamizi la kuendelea akiwa hapo. Shauri hilo la kikatiba limefunguliwa na mawakili Kula William Maduhu, Nelson Kungu na Paul Kisabo, wakidai kwa mamlaka ya magereza ya Ukonga Dar es Salaam imekuwa ikiwanyima haki ya kuzungumza kwa faragha na mteja wao Tundu Lissu wanapomtembelea gerezani. Shauri hilo linasikilizwa na jopo la majaji watatu wa Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam ambao ni Jaji Amir Mruma, Jaji Angelo Rumisha na Jaji Daktari Evaristo Longopa. Baada ya hapo, shahidi wa kwanza na mmoja wa waleta maombi, wakili Kula William Maduhu, aliapishwa kwa kutumia Biblia kabla ya kuanza kutoa ushahidi wake. Katika hatua ya kumhoji shahidi Tundu Lissu, alianza kwa kumtaka Maduhu aeleze kama alikuwa na hati ya madai ya pamoja na kiapo chake. Maduhu alithibitisha kuwa alikuwa navyo. Lissu akaendelea kumuuliza kama alikuwa pia na hati ya utetezi pamoja na viapo vya walalamikaji wote wanne, jambo ambalo shahidi alithibitisha. Lissu alimrejesha shahidi kwenye shauri namba 8607 mwaka 2025 lilokuwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mbele ya hakimu mkazi Franco Kiswaga, ambapo Maduhu alikiri kuwa alikuwa mmoja wa mawakili waliokuwa wakimwakilisha Lissu katika shauri hilo na kwamba jina lake lilikuwa kwenye rekodi za mahakama. Lissu aliendelea kumuuliza kama anazifahamu kanuni za maadili ya mawakili na shahidi alijibu kuwa anazifahamu. Akirejea kumbukumbu za mwenendo wa shauri hilo, Lissu alimwelekeza shahidi aangalie kurasa mbalimbali za nyaraka zinazoonyesha malalamiko yake ya kunyimwa nafasi ya kuonana kwa faragha na mawakili wake akiwa gerezani. Maduhu alithibitisha kuwa malalamiko hayo yapo kwenye nyaraka. Aidha, shahidi alikubali kuwa baada ya Lissu kudai kunyimwa haki ya kuonana kwa faragha na mawakili wake, aliamua kujiondoa kwa mawakili waliokuwa wakimwakilisha na kuendelea kujitetea mwenyewe. Hata hivyo, aliomba mahakama iruhusu mawakili wake kuendelea kumpatia ushauri wa kisheria, kumfikishia nyaraka mbalimbali na kumsaidia kufanya tafiti za masuala ya kisheria akiwa gerezani. Maduhu alithibitisha kuwa pia Mahakama Kuu ilitambua uwepo wa mawakili hao kama wasaidizi wa Lissu na kwamba swala hilo liliingizwa rasmi kwenye rekodi za mahakama. Katika sehemu nyingine mahojiano, Lissu alimuuliza shahidi ni mara ngapi alikuwa amemtembelea kwenye gereza la Ukonga licha ya jina lake kutokuwepo kwenye baadhi ya nyaraka zilizotumika kumzuia kuingia. Maduhu alisema alikuwa amefanikiwa kuingia mara 3 akijiandikisha langoni kwa kutumia kitambulisho chake cha uwakili. Shahidi pia alikiri kuwa mawakili wengine kiwemo Paul Kisabo na Nelson Kungu waliwahi kuruhusiwa kumtembelea wakati majina yao hayakuwa kwenye orodha iliyokuwa ikitumika kuwazuia baadhi ya mawakili kuingia. Lissu aliendelea kurejea tukio la Oktoba mwaka 2025 ambapo Maduhu alizuiwa kuingia gerezani akiwa pamoja na wakili mwenzake. Alimuuliza shahidi kama anaamini kwa sababu ya kuzuiwa kwake ilikuwa ni ubaguzi wa rangi yake, na Maduhu alijibu kuwa ndio alivyokuwa anaamini. Kadhalika, Maduhu alithibitisha kuwa hata baada ya jina la wakili Paul Kisabo kurejeshwa kwenye orodha ya watu walioruhusiwa kumtembelea Lissu, yeye aliendelea kuzuiwa kuingia gerezani.
Lissu aliendelea kumuuliza shahidi kama sheria za magereza zinamruhusu mtumiwa ambaye bado hajahukumiwa kuhifadhiwa kwa masharti yanayofanana na yale ya wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kunyongwa hadi kufa. Shahidi alijibu kuwa kufanya hivyo ni kinyume cha sheria na kwa Lissu alikuwa bado ni mtuhumiwa. Akihitimisha mahojiano yake, Lissu aliambia mahakama kuwa ushahidi uliotolewa unaonyesha wazi kuwapo kwa ubaguzi dhidi ya mawakili wa kujitegemea ikilinganishwa na mawakili wa serikali. Alidai kuwa mawakili wake walikuwa wakifanyiwa upekuzi mkali kila walipokwenda kumtembelea, wakisindikizwa na askari kadhaa hadi walipokuwa wakizungumza naye, huku mazungumzo yao ya faragha yakisikilizwa na maafisa wa gereza, jambo ambalo kwa mujibu wake linakiuka haki za msingi za mawasiliano ya siri kati ya wakili na mteja. Majira ya saa 8 mchana, Lissu alitangaza kumaliza kumhoji shahidi Kulwa William Maduhu. Baada ya hapo, upande wa walalamikaji ulianza kumhoji shahidi huyo kwa maswali ya dodoso. Hata hivyo, kutokana na muda, mahakama iliahirisha shauri hilo hadi kesho saa 3 asubuhi, ambapo usikilizwaji utaendelea kwa ushahidi wa shahidi wa pili. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.